kwa wale watu wako na mila za tamaduni ya utawala wao, huyo mtu anapokufa alikuwa hasa sana watu hao walikuwa wanalala siku moja tu peke yake. Analala siku moja na anasikwa. Kuna mtu yule ambaye yuko na vitu kama hizo zangu, akisikusikwa kwake alikuwa anasikwa usiku mjana. Usiku. Na anapoenda kusikwa usikwa kwa nyumba ambaye ni ya nyasi kama ile unaiona hapo, na hiyo nyumba ni ya mila hiyo ya utamaduni. Wanachimba hapo ndani, atasikwa hapo ndani usiku. Na wakati anaposikwa, kwanza ng'ombe ile itachinjwa, itakuwa ni ng'ombe ndume ambaye haijawahi panda za kike. Na hiyo ng'ombe huwa inaletwa kama sisi ya basho, huwa inaletwa mpaka hapo kwa mlango, na haichinjwi na kisu, inapikwa na rungu kwa kichwa ianguke chini hapo kwa mlango. Mtu anaingia ndani ya nyumba, wanaleta hiyo ng'ombe mpaka ilete kichwa ndani ya nyumba mahali huyo mtu amekufa iko. Waisukuma mpaka ikuje ilete kichwa ndani na manai. Ipikwe ilale kwa mlango hapo na ichinjiwe kwa mlango hapo, tamu ikiingia ndani ya nyumba hiyo mahali kaburi iko. Na hiyo ng'ombe ikishachinjwa ngozi yake ndio ile sanduku. Ngozi yake ndio huyo mtu anakunjwa ndani, afunikwe na hiyo ngozi paka sehemu ya kiume nini vile iko vile unakaa paka wakufungie hiyo wrap kwa hiyo ngozi, na unasikwa kwa hiyo nyumba ikiwa uko kwa ngozi hiyo. Na wakati unaposikwa tena unasikwa usiku ule, kwanza ile nimekuambia rwika hiyo itapikwa kama kitu inakaa kama turumbeta hivi, itapikwa usiku huo. Na wakati inapikwa watu wote huwa unasikwa kuanzia saa 3 mpaka saa 4. Hauwezi fika saa 6 ya usiku kabla haujasikwa. Kwa siku hiyo unasikwa lazima usikwe kabla haijaingia siku nyingine, before saa 6. Na wakati wanataka kushika sasa, wewe uko kwa nyumba, hawaruhusi wanawake kuja kuona, hawaingie, na hakuna mwanamke atakuwa hapo. Mwanamke kama hata uko na pipi yako, pipi anapaki kwa nyumba, anakaa na mama mjana yule ambaye pia mume wake amefanya nini, aliaka, atakaa hapo, akae kwa nyumba, anyoshe miguu, amekaa chini kabisa, anyoshe miguu, na taa hapo kwa nyumba itakuwa imesimwa. Hapo nje hata kama taa zilikuweko zinasimwa, hakuna mtu kuongea, hakuna movement yoyote mpaka wakati wamepika. Ukisikia hiyo pembe inapulizwa, inaonyesha kwamba sasa wanaanza kushika. Sasa wakati kila mtu mahali umekaa ukae na maana hiyo, ukishakaa na maana hiyo, taa kama ziko kwa nyumba zinasimwa. Wakishashika wamemaliza, utasikia tena hiyo ni turumbete ama hiyo rika ikipulizwa tena. Wakati inapulizwa inaonyesha sasa round ya pili, inaonyesha ya kwamba sasa huyo jamaa ashafanya nini, wameweka mchanga, imeisha. Sasa mchukuu ambaye ni msichana ama wachukuu wake huyo mtu amekufa, wataanza kupika nduru sasa usiku huo. Wataanza kulia, walie dakika kidogo, waache. Wakishaacha kulia sasa mpaka asubuhi. Na asubuhi inapofika, iko ngoma kama hii iko hapa mbele yenu hapa hii. Hiyo ngoma wanachukua mtoto wa kijana ambaye anaita ule aliyelala, ni babu yake. Anachukua hiyo ngoma hapo kwa entrance ama kwa kiingilio yenyewe ya nyumba hapo. Hii ngoma itawekwa hapo juu. Kisha wekwa hapo juu, huyo kijana apande juu ambaye ule ni babu yake ile amekufa. Aanze kupikia hii ngoma wapi? Hapo juu. Amekaa hapo juu, anapikia hapo. Na msichana naye tena yule ambaye ni mchukuu wake, anachukua blanketi ya ule mzee amekufa, achifunge kwa kiuno, apewe maziwa kwa tunaita chimuka hii marenge hii. Au apewe hiyo maziwa hiyo, anamwaga kwa hiyo, na amepewa miti inaitwa lishindu ama shindi. Sasa hiyo atakuwa anachukua hiyo maziwa, anamwaga kwa hiyo mashindi na kumwaga kwa anamwaga kwa ng'ombe, na ng'ombe zitakuwa zimeletwa hapo za kupikana, za bull fighting. Mtu atakuwa amechukua ng'ombe ya fulani ikuje ipikane na yangu, zinakuja pale. Sasa ya huyu na mwingine inaletwa hapa kwanza, waone ni gani itashinda nyingine. Wakishamaliza hiyo sherehe, kila mtu anatoka hapo na ng'ombe zake zile zilikuwa zimeletwa hapo. Hata wanadamu hao wale walikuweko, wale kwenda
kila mtu anarudi kwake.